walimjaribu wakitaka kuonyesha ishara kutoka mbinguni. Naye akajua mawazo yao, akawaambia, kila ufalme usiopatana wenyewe kwa wenyewe utaangamizwa, na nyumba itabomokea basi ikiwa shetani hapatani naye mwenyewe, ufalme wake utawezaje kudumu? Maana wasema kwamba na wafukuza pepo wabaya kwa msaada wa Beelzebuli. Ikiwa mimi na wafukuza pepo wabaya kwa msaada wa Beelzebuli, je, wana wenu huwafukuza kwa msaada wa nani? Ndiyo maana hao watakuwa mahakumu wenu. Lakini ikiwa na wafukuza pepo wabaya kwa kidole cha Mungu, hakika ufalme wa Mungu umekwisha kuwafikia. Mwenye nguvu anapoilinda nyumba yake kwa silaha, mali yake yote ni salama. Lakini mwenye nguvu nyingi zaidi kuliko yeye akimshambulia na kumshinda, anamnyang'anya silaha zake zote alizotegemea na kugawanya mali zake. Asiye pamoja nami ni adui yangu, asiye kusanya pamoja nami hutawanya. Injili ya Bwana. Sifa kwako ewe Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele, amina. Mungu ni mwema Kila wakati. Sifa za Mama Bikira Maria Sambaye kote duniani. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Sasa tunajivunia kama parokia, for the third time we are celebrating an ecumenical mass. Tunasherehekea misa ya 3 ya umoja wa Wakristo, called ecumenism, kwamba tunaweza kusanya Wakristo ambao wengine ni Wakatoliki, wengine ni Waislamu, wengine ni wa SDA, na kwa pamoja tuache tofauti zetu za kikanisa na tuabudu Mungu kwa pamoja. It is a step, na tunataka kujivunia na kushukuru Mungu. Na sasa leo tunasoma misa hii na wanabiashara wa soko hili wanapotambua ukuu wa Mungu ambaye amewafungulia njia, wakapata mashine ya kutengeneza peanut butter. Sasa mimi sijui ya kuunda njugu, na wanatengeneza vitu za kupaka kwa mkate. Sasa vitu za kupaka kwa mkate zitakuwa karibu. Kazi yetu tu ni kununua mkate. Sasa tunataka kushukuru Mungu na kuomba kwamba Mungu abariki wafadhili wa mpango huo. Mungu abariki wafadhili wa mradi huo. Na pili, Mungu atupe wafanyakazi waaminifu kwa mradi huo, kwamba wale ambao wafanye kwa uzuri wa sisi wote. May they do it for the common good, ili iweze kutufaa, watu waweze kuwa na maisha bora, for the betterment of our lives. Na tunataka kutambua uwepo wa viongozi wetu wa kisiasa ambao kwa unyenyekevu sana wamekuja kushiriki na sisi. Si mnawashukuru? Mnawapongeza? Piga makofi. Thank you for creating time to come here and be with us. We can feel the warmth of our mother. We can feel the warmth of our MP. We can feel the warmth of our village elder, village admin, ward admin, na assistant chief wetu. Chief anakujanga kama amechelewa, najua atakuja, lakini atafika. Ako na kesi nyingi. Na tumetambua uwepo wenu ninyi nyote, na tunataka kuambia kwamba tunawapenda kama Bukembe, si ndio? Na mrudi hata mara kwa mara, tunawakaribisha. Na masomo yetu ambayo tumesoma leo, tunaposherehekea mradi huu, Mungu anatufunza nini? Huu ujumbe sio wa Katoliki, huu ujumbe sio wanabiashara. Mungu anazungumza na watu wake wote. Masomo yetu mawili kwa kifupi sana yanazungumzia aina 4 za pepo. Aina 4 za nini? Pepo kwa Kibukusu PCN. Waiwa na ho mundu we CCN. Ujaiona mtu mwenye ako na pepo? Atitawe. Umaiona mtu mwenye ako na pepo? Unaweza furahia kukaa naye? Ni rahisi. Nikikupea
mtu wa pepo utoe, utatoa? A devil is something that leaves man stranded. You don't know what to do with it, because a devil is not human. A devil is not physical. You even don't know what to do. Mtoto akiwa na malaria unampeleka hospitali, lakini akipagawa unashindwa umpe uji, umuoshe, umdunge shindano. A devil, pepo ni kitu kibaya sana. Na ndio maana huwa tunaomba Mungu atuepushe na mapepo, kwa sababu mtu akipata pepo haiwezi kuwa rahisi tena, na huenda maisha yake yasikue sawa tena. Umeona watu wenye wameingiwa na pepo vichwa vikaruka, wakapagawa, wakafanya aje? Ndio maana tunaenda kanisani for spiritual protection, kwamba tusipate pepo. Lakini kinachofurahisha sana, pepo wanaozungumziwa leo kwa masomo ni pepo wa aina yake tu, very unique devils which can enter any one of us here. Ni pepo yenye anaweza ingia mtu yeyote hapa. Pepo wa kwanza, somo la kwanza, Nabii Yeremia. Nabii Yeremia amesema kwamba watu wangu wa Israeli, mmekataa kusikia. Nimeongea na mmekataa kusikia. Na Yeremia akaendelea na kusema kwamba baba zenu pia walikuwa na hiyo pepo, na hiyo pepo ilidhihirisha mahali panaitwa Meriba. Msifu Yesu Kristo. You know, tulikuwa na matanga ya Margaret juzi, apumzike kwa amani, si ndio? Na MP wetu akaongea kitu. Sio rahisi usikie MP akiongea kitu cha kiroho. Kwa hivyo akiongea kitu cha kiroho lazima ukumbuke. Ya siasa ni kawaida. Na akasema kwamba wana wa Israeli walikuwa wasumbufu sana. Safari yenye ilifaa ichukue siku 40 ilichukua miaka 400. I learned it from our MP. Sasa leo kwa somo la kwanza tumeambiwa kwamba Waisraeli walitoka Misri. Mungu akisema inama, wanainama. Mungu akisema piga magoti, wanapiga magoti. Wakafika mahali panaitwa Meriba. Panaitwa nini? Na walipofika Meriba, waliamua kutosikia. Waliingiwa na pepo wa Meriba, the Meriban devil, ya kutosikia. Mungu akawaambia fanya hii, wakakataa. Endeni nchi ya ahadi, wakakataa. Na ndio maana Nabii Yeremia amesema kwamba mmepata na kupokea hili pepo kutoka kwa babu zenu wa kitambo. Umaiona mtu mwenye ako na pepo ya kutosikia? Umaiona mtu kama huyo? Ni mbaya kabisa kuliko mwenye ako na pepo ya uwazimu. Kwa sababu ukiwa na bibi mwenye ako na pepo ya kutosikia, chenye unamkataza ndiye anafanya. Chenye unasema usipike ndiye anapika. Ukisema hii unga ni ya sapa, anapika saa 7. Pepo ya kutosikia. Pepo mbaya kabisa. Waswahili wanasema asiyesikia la mkuu. Huko kwetu kwenye natoka Busia, kwetu kwa Marachi wanasema nanda cherwa yatena mafuli webukwe. Yaani mtu mwenye asikii, hata akikalia mavi ya kuku ukimwambia ati baba umekalia mavi ya kuku, asikii, kumbe anaenda kwa wakwe. Akifika kwa anamuuliza na wako kuambia yako umekalia mavi, ashaaibisha watu. Mtu mwenye asikii. Siku moja nilikuwa nimekaa kwa parokia. Mzee mmoja akaja akaniambia, "Father niombe." Nikasema nikuombee kuna nini? "Niombee kwanza Father." Nikasema umefanya nini? "Father, nimeua mtoto wangu." Nikashtuka. Nikasema mwenye umeua hapo wapi? Labda anataka kwenda mochari. "Father nimeua." Nikamwambia piga magoti nikuombe. Hata sikujua niombe sala gani, lakini nikajikaza nikaomba ile sala yenye niliomba, sikumbuki. Alipoamka nikamuuliza, "Mbona umemuua? Amefanya nini? Umekata ama umefanya nini?" Akasema, "Father, nimegombana na bibi yangu." Na nikakasirika, nikatoka nje ya nyumba na nikaingia kwa gari niende nikae town huko nikunywe pombe. Na nilipokuwa na reverse gari, bibi yangu akawa kwa balcony ananiambia, "Baba simama baba." Nikaamua sisikii kwa sababu tulikuwa tumekosana. Na nilipokuwa na reverse, kumbe mtoto alikuwa nyuma, mama alikuwa ananiambia, "Usi reverse gari, mtoto ako nyuma." Father, nikafinya mtoto kwa ukuta na gari yangu. Amekufa. Father, sijui nitaanzia wapi. Pepo ya kutofanya nini? Kutosikia. Hata kama unipendi, lakini nikiongea kama inakusaidia fanya nini? Sikia. Tuko hapa watu wengi vile tuko hapa. Angalia jirani yako, angalia. Mungu kwa hekima na busara yake akapea binadamu masikio ngapi? Midomo ngapi? Ili usikie sana, uongee
lakini huwa mnaongea kidogo hapa, mnaongea sana. Hiyo pepo ya kutosikia ni pepo mbaya. Unaamua hata masikio mawili yote usitumii, unatumia mdomo tu. Wewe ndiyo wa kusikizwa. Pride. Wewe hutaki kusikia mtu mwingine. You can't be advised. If you advise, you advise your advisors. A very bad philosophy. Unaambiwa fanya hii, wewe ndio unasema mimi najua. Tuombe Mungu. Kama kuna watu wako na pepo ya kutosikia, it's high time you learn to listen. Are we together? Hata yule Samueli, siku moja tunaambiwa mtoto Samueli alikuwa analala akaitwa na Mungu. Mungu akamwambia Samueli, 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 mimi sisikii vizuri. Eli, nisaidie. Unasema nini? Mungu ni mwema. Sasa hii pepo ni mzuri. Mbaya ni ya kutosikia. Unaona hii yake ni kupiga tu kelele. Lakini yenye sisi tuko nayo ya kutosikia ndio pepo mbaya sana. Tuombe Mungu neema, tuwe wasikivu. Ndio maana wimbo wa katikati umesema nini? Ingekuwa heri leo msikie sauti, msiifanye migumu mioyo yenu. Kuna watu hapa wamekataa kusikia sauti ya Mungu. Na sio ya Mungu tu. Uko hapa lakini usikiangi sauti ya mzee tangu mkosane. Akiongea wewe unaona ni kelele tu. Watoto wakiongea nyamaza. Mtoto hawezi kuambia mama lipia TV ati nyamaza. Si anaongea. Si anakuambia kitu. Tuombe Mungu neema ya kipekee. Tunaishi kwa nchi ambayo watu hawasikii. President akiwa anaongea wanapiga kelele. Father akiwa anaongea wanapiga kelele, madharau. Tunaishi kwa nchi ambayo watoto wanaenda shuleni, mwalimu akifunza hawasikii, na ndio maana wanatoka huko vile walienda. We regret forever for not listening. Are we together? May we never regret for we stopped listening. Watu wanajuta kwa sababu walikataa kusikia. Sema I wish ningesikiza wazazi wangu. I wish ningesikia bibi yangu. Umeisha juta. Pepo wa pili ambayo tumesikia katika masomo haya. Somo la Injili. Tumeambiwa kwamba Yesu alipata mtu ako na pepo wa kutofanya nini? Wa kutoongea. Nyinyi nani? Ati huyu pepo alikuwa ameingia mtu mpaka aongei. Kitambo alikuwa anaongea na sasa hizi fanya nini? Yaani amekuja amesimama karibu na Yesu, anatamani kuambia Yesu shida yake, lakini huyu pepo amemfunga asiseme shida yake. Umetoka nyumbani kichwa kinakuuma, umeenda hospitali, daktari atakuuliza unajisikia aje, si ndio? Lazima useme. Lakini vile amefika kwa Yesu, huyu bubu amemfunga mdomo, haezi ongea siri yake. Na Yesu anashangaa, huyu ni pepo gani? Na Yesu anatoa yule pepo. Na huyu mtu anaongea tena. Kuna watu hapa. Mwandishi mmoja alisema dhambi zote zitasamehewa mbinguni, lakini kuna dhambi ambayo yeye hafikiri itasamehewa. Na hii ni dhambi gani? Dhambi ya kuona mtu anakosa na unanyamaza. Dhambi ya kuona ng'ombe iko kwa mahindi ya jirani na unanyamaza. Dhambi ya kuona huyu mtu ameiba kitu cha mtu fulani, wanauliza nani aliiba na unanyamaza. Na wanakamata mtu mwingine anaenda anakufa jela. Pepo wa kuwa bubu, na wewe sio bubu. You know what to say but you choose to keep quiet. You know how to sing but when they are singing you've chosen to be dumb and deaf. So kuna watu hapa mkiimba waimbi. Na waombea Mungu awasaidie. Vile unapenda kunyamaza, nyamaza tu mpaka vile utakufa. It is good to speak, isn't it? Speak. Watu wako na midomo inaweza hubiri, but they don't preach. Watu wako na midomo inaweza kosoa, but they don't correct. Watu wako na midomo inaweza peana ushauri, lakini wanaona bwana na bibi wanapigana, but they keep quiet. Ati hainuhusu, haikuhusu aje. Waelekeze, waongeleshe. Watu wako na midomo lakini haezi kaa na mtoto wake akaongea naye. Watu wako na midomo lakini haezi kaa na mzee wake wakaongea. Mtu wako na mdomo lakini haezi kuutumia vizuri. Pepo wa kuwa bubu. You keep quiet forever. Unaona mambo haendi sawa, unanyamaza. Mtu akikuja hapa aongee kwa microphone unasema na huyu anaongea nini? Na wewe mbona usiongee? Are we together? Mambo mengi mabaya yenye yanafanyika kwa hii soko, yenye yanafanyika kwa hii nchi, mimi Father peke yangu siwezi ona. Lakini ninyi mnaona na kufanya nini? Kunyamaza. We are quiet forever. Tuombe Mungu neema ya kipekee. Ukiona baya, ongea. Ukiona zuri, sema pongezi. Naona mapepo sasa.
Pepo watatu ambayo tumesikia kwa haya masomo ni pepo wa kutoona mazuri. Pepo wa kutoona nini? Uko na macho lakini hauoni mazuri, unaona tu mabaya. Yaani father yako hapa anahubiri, mmekataa kumuona, mnaona mwenye anauza nyanya. Wewe unadhani hiyo sio pepo? Kama ile pepo yenye Daudi alikuwa nayo. Mnakumbuka Daudi yule mfalme? Pepo ya kutoona TV, unaenda kuona mambo mbaya. Pepo ya kutoona Biblia, ikiwa ni Biblia haoni vizuri, ikiwa ni pesa huwezi muibia. Anahesabu pesa hata usiku, lakini ukimpea Biblia asome hadi Chimon anatafuta miwani. Umaiona mtu akivaa miwani ndiye hesabu pesa? Umaiona mtu akivaa miwani ndiye asome Biblia? Very good. Pepo wa kutoona mazuri, kwamba Yesu ameponya mtu mwenye ako na pepo wa bubu wa kutosikia na kuongea. Na baada Yesu kuponya huyu mtu pepo, badala watu waone Yesu amefanya kitu kizuri, wanaona ati ametoa pepo na nguvu za Beelzebuli. Hawawezi ona mazuri, wanaona tu mabaya. Pepo wa kutoona, kwamba na macho yetu tunaona wamenunua mashini ya kuunda peanut na watu watakula, lakini mtu hataki kuona hiyo. Yenye anasema tu huyu MP mpaka aende nyumbani, huyu MCA mpaka aende nyumbani, kwa sababu barabara haijalimwa. Lakini hujaona ameleta hii, si ndio? Sometimes good to see. Mzee hajaleta nyama ndio, lakini umeona na macho yako amerudi nyumbani. Ama hujaona? Umeona tu nyama ndio hajaleta, hujaona amerudi nyumbani. Mzee amelipa school fees lakini hajanunua nguo. Uone school fees, unaona tu hajaninunulia nguo na mnapigana. Nipe macho nione, nipe macho nione. Sawasa. Kuna watu macho yao ni mabaya sana. Yesu anaponya bubu, wanaona tu kitu kingine. Yesu anatoa pepo, wao wanaona ametoa na nguvu gani? Beelzebuli. Mwandishi mmoja wa falsafa alisema kwamba ukipea ng'ombe nyazi yenye imekauka na huyu ng'ombe akatae kula, unatafuta miwani ya green na unavalisha huyu ng'ombe. Ng'ombe akiangalia ataona hii nyasi imetoka wapi? Kala gani? Atakula, akule, amalize, kwa sababu macho yake ameona. Macho yenye miwani yenye tumevaa wakati mwingine haioni vizuri. Mtu amevaa miwani ya ukabila, ukitoa vitu kama hizi anasema alele babu kusu, kwa sababu amevaa miwani ya ukabila, haoni vizuri. Unapea mtu chakula hapa, sijui kama kuna chakula, kama hakuna tutaenda tu, lakini unapata kuna chakula wanapeana kwa laini. Amepewa cabbage, amepewa nyama, amepewa chapati. Sababu ile nyama, mbona macho yako haioni chenye umepewa? Mungu amepea mama mtoto msichana wa kwanza, wa pili msichana, wa tatu aweleza yamba mzolelita. Yaani uoni wasichana sababu banata macho ya kutoona. Nono kanirwaje omwana zani yerwakire yeyo. Nono zobona ko sinirwaje tokobona so mwana. Ale kazo digire ne bihuludu bana. Omwana si bofu ona chenye nafanya, si ndio? Si bofu ona sikia chenye nafusema, but we are, inaitwa aje, prejudiced minds, prejudiced eyes. Hata afanye zuri gani, ati Ruto naye ni mtu mbaya. Onako kitu kizuri hata kimoja. Are we together? Sio maana watu wamekataa kuona uzuri wa Yesu. Wakati mwingine ndio mabaya yako ya kuona, lakini pia fungua macho uone mazuri. There are people who don't see anything good in life. Wanaamuka na kulalamika tu. Sijakula, hakuna maji ya kuoga, sijashiba, sina bwana. Na mbona uoni baraka zenye Mungu amekupa? Wele saa wabi ozita, ndio? Akuwe sura watamba buke, sina mwe? Nono bona se sura hiyo ngene. Na mwako ya uwe buke za kuwe mezura. Mwenyasi, buke zina mwe sura. Buke zi. Yaani awape akili. Mkuwe viatu, si ndio? Weleza waulile. Weleza wapi ozita. Obona sani vya wele ya huwa. Ona uko na kibanda. Wakihesabu wafanyi biashara pia unafanya nini? Lakini omzacha tu. No wele ya huwa yesi banda. Ya huwa chisendi. Ya huwa sura. Ya huwa kumubiriza kilo 160. Kama wele asante, si ndio? Macho ya kutoona. Let us open our eyes and see. Let us have eyes which can be grateful.
The very sin of ingratitude. Huwezi ona mazuri. Na mwisho, pepo ya kuona mabaya ndani ya mazuri. Mtu amejenga nyumba kubwa ghorofa. Watoto wakipita hapo wanasema, nataka nisome nijenge nyumba kama ya mtu fulani. Na binadamu wenye wako na akili nao wanasema ameingia Illuminati. Ameiba pesa za kaunti. Sasa mnasemanga hivyo. Huyu ya misi wine. Amefuga majini. Huwezi ona nyumba mzuri kwamba Mungu amefanya makubwa yake, mtu amenunua gari kubwa. Kama Father Akushi amenunua gari kubwa. Si mmeiona? Very good. Tulikuwa na Harambee unajua, tukanunua gari kubwa. Sasa napita na gari kubwa. Pia kufa tu. Kusema ukweli. Roho yako. Huwezi ona mazuri kwamba gari ni mzuri, siku moja itabeba mama akienda kujifungua afike salama, si ndio? Siku moja itapelekea mtu mpako wa wagonjwa. Fata wefwe akule litoka, si ndio? Tumeona gari. Achana na mambo mengine. Hamisi wae na chisedi. Umwana no Hamisi wae na chisedi. Na mwali Illuminati. Macho ya kuona mabaya ndani ya mazuri. Tumesoma misa, tumebariki watu. Lakini pia mtatupe yako matoleo, si ndio? Omugurudi ya sutire salitoka. Yaani ameona tu matoleo ya Father. Hakuna kitu kingine ameona leo. Pata ya hodra arena ya sutire. Tuombe Mungu neema. Penye mazuri yako ona mazuri. Penye mabaya yako ona mabaya. Don't see bad in the good of people. Hata watu wamechanganyikiwa wafanye nini? Ukiwa maskini wanakucheka. Ukifanya bidii ujenge nyumba wanasema umeingia uko na majini. Sasa tumechanganyikiwa. Why can't we see the good in everything that people do? Ndio maana Yesu amefanya mazuri wakaona mabaya. Sasa acha niwafundishe. Watu wako na haya mapepo ya kutoona mazuri. Kwa hivyo wanayoyaona yasikusumbue. Tuko pamoja. Ukinunua kiatu mzuri na waseme hii kiatu umeiba, wewe achana nao. Vaa kiatu yako na uende. Sio wote wako na macho kama yako. Bala le kimoni chabol. Macho yao yameoza, hayaoni kitu kizuri hata siku moja. Ukikuja kanisani uchange ati anajifanya, si ndio? Usipotoa umuimani. Sasa ufanye nini? Macho ya binadamu. Macho ya binadamu. Ukiwa mnono ati dawa, anameza dawa vizuri. Ukikonda na siaende kwa dawa. Yaani macho yetu hii. Nano Mungu atupe neema na baraka. Tuone vile Mungu anao. Kwamba huyu Mungu anaona kwamba huyu ni mtu fulani, ako na unyonge fulani, lakini Mungu anambariki. Mungu anaona huyu Father Akushi ako na shida zake na anamfanya anakuwa Father. Wele sabonanga hububi kwa bandu ta. Abonanga sandi si onyana kukola. Are we together? God chooses the weak and he enables them. He empowers them. But the strong ones he ashames and embarrasses. Wewe ona tu mazuri ya watu kwa sababu Mungu macho yake yanaona mazuri. Uko na mtoto, huenda afanye vizuri kwa darasa, lakini huyo mtoto si anakusaidia. Wakihesabu wenye wako na watoto, si wewe unahesabiwa? Look at that and love your children. Usiangalie chenye hawana, angalia chenye wako nacho. Usiangalie chenye Mungu hajakupa, angalia chenye amekupa. Baba la baline base cha wisa bakubala. Hata okana chuma bechanga za muchanga. Lakini chuma wakisema tu huyu nani ako na mabwana kwa macho, si watasema wewe pia uko naye. Lakini wewe umekataa kuangalia, unasema tu sasa mimi hata niko na bwana kweli. Sasa hii yako kwa changa. Tumia macho yako kuona kweli ukarimu wa Mungu. Kweli ni baraka za Mungu tunaziona. Are we together? Mungu utuondolee pepo hawa. Pepo wa kwanza wa kutosikia. Pepo wa pili wa kutoongea ama kuongea mabaya. Pepo wa tatu wa kutoona mazuri. Pepo wa nne kuona mabaya ndani ya mazuri. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame kwa sala za waamini. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa siku ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya wafadhili na watu wote ambao wamefanikisha mradi huu. Tunakuomba Bwana ubariki kazi ya mikono yao. Fadhili na mradi huu uweze kutufaa kwa mahitaji ya mwili na ya kiroho. Bwana twakuomba utusikie. Sala zingine.
sala kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Baba, wenye njaa wapate shibe, wagonjwa wapone, wasafiri wafike salama, wafungwa wafunguliwe, mayatima na wajane wapate haki yao. Bwana, twakuomba utusikie. Sala kwa ajili ya kanisa. Baba, tukushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Mpanzi amepanda, Mungu wangu, tuomba tuheshimu, tukusikie.